Nyumba ninayoishi amekuja mama mmoja akipiga kelele akisema kwamba huku nyuma kuna nyoka, twendeni mkaona amekamata kuku. Tumeondoka wote mbio tukafika kule eneo la tukio. Kweli tuliona kuku tu kwa juu, nyoka akiwa chini ya yule kuku. Baadaye wakaja wananchi wakamshtua kwa mkuki, na balozi wetu wa mtaa huu ndo akampiga na panga mpaka kufa yule nyoka, lakini ni uwanjani kwa yule mama, ni nyumbani kwa mtu, sio polini, ni kwenye mji wake uwanjani. Tunaomba serikali tusaidie. Kwa hiyo ni mara ngapi? Mara ya pili. Kwa tuliyemuona ni mara ya pili, kwa wanaoonekana ni zaidi ya mmoja. Inasemekana wanatokea kwenye kambi ya jeshi. Ndio, lakini sio kwenye kambi ya jeshi tu. Wapo eneo lote la huu mto, yaani wamezaliwa kwenye mto huu wote, kuanzia mwanzo wa mto kule juu mpaka huku kote, sio jeshini peke yake, na maana ni kote wapo. Kuna hofu kubwa kuhusiana na hawa nyoka, kwa sababu tarehe 15 mwezi wa kwanza aliwaua nyoka mmoja, lakini ni mkubwa zaidi ya huyu. Taarifa iliyopatikana, nyoka wengine wanaendelea kuonekana kwenye mto huu. Sasa tumekuwa tukifuatilia hao nyoka, lakini inakuwa ni kazi kuwaona, wanakuwa kwenye maficho yao. Lakini leo tumemkuta nyoka huyu kwenye mji wa mtu, nadhani alikuwa anawinda kuku au bata. Sasa kutokana na hali hiyo, kushirikiana na balozi wa mtaa huu tumeweza kumuua nyoka huyu, lakini bado kitisho kipo kikubwa, kwa sababu bado nyoka mto ni wengi sana, tena wakubwa zaidi hata ya hawa tuliowaua. Kwa tunaomba serikali izidi kushirikiana na sisi kuhakikisha tunawamaliza nyoka wote hawa. Baada ya hapo tukamuua kwa mkuki na panga. Baada ya kumuua, basi nikasema ni vema nimtaarifu mwenyekiti wa mtaa pamoja na uongozi mzima kama mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na media kama hiyo. Mimi niombe serikali iweze kutupa nguvu ya kuweza kupambana na hawa nyoka ambao wako pembezoni mwa mto karibu na makazi ya watu. Basi niombe sasa nguvu zaidi tuliko, kwa sababu nyoka hawa ni wengi mno, tena ni wengi mno, kwa sababu hawapo tu hapa, bado uko nyoka mwingine hapo ni mkubwa zaidi ya huyu, anatishia amani. Huyu ni mdogo, yani kama vile ni mjukuu. Jina naitwa Bernard Elias Nswima, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kasimba. Lisali moja lililopita nimepigiwa simu na wananchi wa maeneo haya kwamba yule nyoka ambaye tumekuwa tukimsaka kwa muda mrefu sasa amepatikana tena kwa mara nyingine. Lakini nimefika hapa kuona nyoka huyu kweli ameuawa na wananchi wenye hasira kali. Baada ya kuwa wazana taarifa, wamemshambulia kwa mapanga, lakini nyoka huyu sio yule ambaye tunamtaka, ambaye ni mkubwa zaidi ya yule hata aliyeuawa mara ya kwanza. Kwa hiyo kimsingi ni ukweli kwamba mto huu bado ni hatari sana kwa wananchi, sababu nyoka wanaonekana kila mara, tena nyoka wakubwa wa hatari. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kuna kila sababu ya kuendelea kuwatangazia wananchi wetu na kuwapa rai kwamba mto huu bado ni hatari sana, sababu nyoka wanaonekana, nyoka ni wakubwa, hao ni hatari. Na mwezi mmoja uliopita tena tumeona nyoka mwingine mkubwa zaidi ya huyu akiwa amemeza mbwa, na alikimbia na yule mbwa akaondoka naye. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba nyoka au mtoni bado wako wengi mno. Kwa hiyo tunatoa rai kwa wananchi kwamba wasitishe au wapunguze sana matumizi ya mto huu, sababu mto bado ni hatari sana kwa matumizi. Wananchi wachukue tahadhari, lakini pia wasitungie mifugo yao humo kwa sasa, sababu nyoka bado wapo na ni wengi.